Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeanzisha mpango mkakati maalum katika mlango wa bahari wa Hormuz na sasa imeanza kutoza fedha kwa meli zinazopita, meli za mafuta pamoja na gesi na bidhaa zingine. Utawala wa Kiislamu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umezindua rasmi mamlaka ya mlango wa bahari wa Ghuba ya Uajemi, chombo ambacho kinatumia kudai mamlaka juu ya mlango wa bahari wa Hormuz. Akaunti rasmi za serikali ya Twitter zilishiriki ukurasa huo mpya wa mtandao wa kijamii wa shirika hilo, wakidai kwamba utatoa taarifa za wakati halisi kuhusu shughuli za mlango wa bahari wa Hormuz na maendeleo mapya. Ibrahim Aziz, mwenyekiti wa kamati ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni katika bunge la Jamhuri ya Kiislamu la Iran, amesema kwamba chombo hicho kitatoa huduma maalum badala ya ada. Meli zinazotaka kupita katika njia hiyo zitahitajika kufichua umiliki, bima, maelezo ya wafanyakazi na mizigo kabla ya kupewa kibali kulingana na kampuni ya ujasusi ya Israel ya udhibiti wa hatari za baharini Windward. Meli zote zilizounganishwa na Israel zimepigwa marufuku na meli za Marekani zinakabiliwa na vizuizi vikali chini ya sheria hizo. Pia kuna marufuku ya zana za kijeshi za adui. Makamo wa kwanza wa rais wa Iran Mohammad Reza Aref alidai kulingana na shirika la habari la Al Jazeera. Tulikuwa tumeacha haki yetu ya enzi kuu juu ya mlango wa bahari wa Hormuz, na hapo awali tuliruhusu kupitishwa kwa zana za kijeshi ambazo zilikusudiwa kutumiwa dhidi yetu kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hatutaruhusu hilo tena, alisema Aref. Meli zimeripotiwa kulipa dola milioni 2 kila moja, huku Tehran ikianza kutoza ushuru wa mlango wa Hormuz. Baadhi ya meli zimeanza kulipa mamilioni ya dola ili kupita katika mlango huo. JP Morgan alionya kwamba Iran inaweza kufikia dola bilioni 70 hadi 90 katika mapato ya kila mwaka ikiwa itaruhusu kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz, katika ripoti yake ya 16 kila mwaka ya jicho kwenye soko la nishati. Katika chapisho hilo ambalo ameandika namna ya kupambana na maneno iliyochapishwa mwezi uliopita, ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC ilionya mapema Mei kwamba Wamarekani na watu wa kigeni wanaofanya malipo hayo wanaweza kukabiliwa na vikwazo. OFAC ilibainisha kuwa malipo yaliyoombwa yanaweza kuja katika mfumo wa kifedha, mali za kidigitali, malipo badilishaji usio rasmi au malipo mengine ya aina fulani kama vile michango ya hisani inayotolewa kwa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran au akaunti za ubalozi wa Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.